Uh, kuna moja lishangazalo, na hili nafikiri limetatiza watu wengi sana. Kuna watu ambao husema watu wa hawafi. Watu wa hawafi, kwamba hata unapoona mtu amekufa huwa anasikia, unaweza kuwasiliana naye, ukazungumza naye. Yaani kwa ufupi watu wa hawafi. Hilo jambo liko namna gani? Asante sana kwa swali lako, na ninaamini bila shaka itakuwa ni swali la watu wengine wengi ambao hujiuliza hali kama hiyo. Ila namshukuru Mungu kwa sababu majibu yapo kwa mujibu wa neno la Mungu aliyeumba kila kitu katika dunia. Anaelewa kila kitu na hajasita kutuwekea wazi maana ya kila jambo, na kila kitu vile huwa kinafanya kazi. Swali hilo kuhusiana na wakati mtu anapokufa kama hafi ama amekufa linategemea na mtazamo ambao unalitazama. Na kwa sababu inaweza kuwa ni sawa au si sawa. Inaweza kuwa kweli watu hufa ama huwa hawafi. Yaani pande zote inaweza kuwa ndio na tena la. So kwa mtazamo kwamba mtu akifa kweli hafi, hiyo inaweza kuwa ni kweli na inaweza kuwa sio kweli. Kwa maana kwamba nikisema hafi namaanisha kwamba mtu hafi, mtu ni roho, na kwa hiyo roho haifi. Kinachokufa ni mwili, ndio unazikwa. Katika Biblia kuna watu waliokufa, napenda kuwataja sana tajiri na Lazaro. Walipokufa na kutoka ulimwenguni, kweli miili ilizikwa, lakini wao waliendelea kuwepo. Sasa inategemea mtu yuko wapi. Kwa hiyo mtu hafi, kinachokufa ni mwili. Kwa hiyo inategemea ni kwa mtazamo gani utasema wanakufa ama huwa hawafi. Kiasi cha kuwa wanaweza bado kufanya mawasiliano. Yaani hata kama mtu amekufa, ni kweli amezikwa, lakini wanaamini na kusema kwamba huwa mtu yuko na anasikia, mnaweza kufanya mawasiliano naye. Anaweza kukutokea usiku akakwambia mambo fulani fulani, ama anaweza kuwasiliana na wewe. Kwa hiyo bado huwa yuko. Asante. Tunaposema kwamba mtu amekufa lakini yupo, sio katika mtazamo huo. Sasa ninakuelewa ya kwamba tunaposema mtu bado yupo, hata kuwepo katika mwili ule, wala hata kuwepo pamoja na wanadamu walioachwa nyuma ama walio hai. Huo ni mtazamo potofu, kwamba amekufa lakini anaweza kuwasiliana nasi tena hapa duniani kupitia kwa ule mwili. Yaani marehemu hivi anasikia, hajakufa, yupo. Ama tunaweza kulala akatutokea tena usiku akafanya mawasiliano nasi. Ninachosema kwamba mtu bado yuko hai, lakini sio katika kupatikana kwa wanadamu hapa duniani. Hayo ni mambo mengine tofauti kabisa. Kupatikana kwake ni kule mbele za Mungu. Kama alikuwa muovu, anapatikana katika mateso kuzimuni, sio hapa awasiliane na watu. Na kama alikuwa ameokoka, amemcha Mungu, anaingia katika paradiso. Tunakumbuka wakati yule mwizi alipokuwa msalabani, yule mwizi akamwambia Yesu, naomba leo unikumbuke kwa ufalme wako. Yesu akamwambia, usiku huu utakuwa pamoja nami paradiso. Na kweli alipouawa yule mwizi, alipokufa, alienda paradiso. Kwa hiyo kwa sababu alitubu na alikubali wokovu wa Yesu. Kwa hiyo anaondoka na kuwepo, lakini sio duniani.
ni katika eneo lingine la mbele za Mungu. Kwa hiyo sio kwamba tena yupo duniani, yupo hata kuwa katika mwili ule, ya kwamba mnapomzika mtu mnamzika, lakini yupo, anasikia. Ni nani anaweza kukubali yuko hai akubali kuzikwa ndani ya kaburi, afukiwe mchanga ule? Jambo hilo kwa kweli haliwezekani. Kwa hiyo kupatikana kwa mtu huyu sio pamoja nasi tena. Yeye anapokufa, hata tunaposema kwamba ni mwili tunazika, yeye yupo. Tunaposema yeye yupo, sio pamoja na sisi huku duniani. Visanga vimetokea vinavyoonyesha dalili kama hizo, ila inataka maelezo yatakayofafanua ni nini hasa hufanyika. Kwa mfano, kuna mmoja aliyesema kuna wakati kijana mmoja alikuwa amejinyonga, na wazazi wake walikuwa hawajui mahali yupo, lakini walipokuwa katika hali ya kutafuta, kijana huyo alitokea mamake usiku na kumwambia kwamba msinitafute, niko mahali fulani. Na walipomtafuta kweli, kesho yake walikuta mti ule ule ambao alisema yupo, kweli walimkuta amening'inia pale. Sasa habari hizi, ina maana wafu bado wana mawasiliano? Ndiyo. Sasa kama nilivyotangulia kusema, ile monitoring spirit inakuwa pamoja na ile jamii pale, iko na nyinyi, inaelewa historia zenu zote kulingana na nafasi iliyopewa. Inajua baba, inajua mama, inajua kila mtu pale, inajua kila mtu kwa majina. Kwa hiyo huyu kijana wakati amekufa, ukweli wa Mungu na maumbile ya Mungu, marehemu hastahili kuzungumza na hawezi kuzungumza. Kinachofanyika basi, pepo ile ambaye ni ya utambuzi, ambayo imekuwa na jamii ile, inajua historia ya huyu kijana na majina yake na kila kitu ambacho kimefanyika. Kwa hiyo inajifanya yeye kwamba ndio huyo kijana. Inayofanyika inaenda kwa wahusika, kama ni mama, kama ni nani, na inaenda kwa mfano wake, na inamwambia kwamba jamani, mimi nimeuawa au mimi nimenyongwa, niko mahali fulani, msinitafute. Na mkienda kwa mti fulani, hivyo ninavyouliza ni kwamba mtanipata pale. Kuna habari zingine nafikiri zilikuwa kwenye vyombo vya habari hivyo ya kwamba kuna mwanadada mmoja, nafikiri ndiye dada yake, alikuwa amewawa kwenye ile kwari, na akasema ya kwamba dada yake alimtokea akamwambia kwamba msinitafute, nendeni kwenye kwari fulani mtaupata mwili wangu. Alafu yule dada kweli akaamka na akaenda akapata ule mwili pale. Sasa hiyo ni mbinu ya shetani kufanya watu wasimwamini Mungu, wazidi kukaa katika ushirikina. Lakini usichokijua ni kuwa ni pepo ile inayofanya kazi design ile iliyomtokea. Ilijuaje habari za sister? Ilijuaje sura yake, historia yote inayo, kwa sababu ni roho ya familia, ni monitoring spirit ya hiyo familia, iko hapo, inajua kila mtu. Kwa hiyo chochote kinachotokea, hiyo spirit ina monitor, inaangalia matukio yote, hiyo spirit inajua. Kwa hivyo inavaa ule mwili na inatokea mmoja wenu siku na inaleta habari za kweli kabisa, na wanaona kweli hii inatusaidia. Kwa hiyo kwa swali hilo ya kwamba yule kijana akakutwa ananing'inia, ni kweli, ila roho chafu, pepo ndio iliyokuja kwa mama, iliyokuja kwa mwili wake, na ikamwambia nendeni mahali fulani mtanipata. Na kwa hiyo familia ile itaishi kusema ya kwamba kweli maiti kuzungumza, kweli marehemu huwa hafi, na watu hawatamwamini Mungu, badala yake watazidi kuamini ushirikina zaidi. Kwa hiyo sio kwamba hayo mambo yanayotendeka sio kweli, na sio mtu yoyote anayekwambia mambo ya kweli atakuwa ni wa Mungu. Wanatumia familiar spirit ama roho ya utambuzi. Kwa hiyo aliyeleta habari kijana kaning'inia sio kijana mwenyewe, ni pepo
ya utambuzi iliyoishi ndani ya jamii hiyo na inajua matukio yote, kwa hivyo inakuja inaripotia. Kuna kabila zingine pia imesemekana kwamba maiti inasafirishwa alafu anakuwa hataki, yule marehemu anakuwa hataki, kwa hiyo gari inaleta shida kabisa. Dereva akijaribu kupeleka kule hataki, gari inakataa, lakini akigeuza ile gari kuenda mahali marehemu anataka, gari inakubali. Na kumekuwa na visanga hivyo, unasikia imekataa kabisa mpaka sijui afanywe mambo fulani ndio akubali. Sasa hiyo inamaanisha kwamba marehemu ana nguvu, ana uwezo wa kuzungumza na watu, na bado anaweza kuzungumza na akasikika, anaweza kuwasiliana na walio hai. Jambo hili hutatiza watu wengi, na hizo habari kwa kweli nimezisikia. Ni kweli huwa habari hizo watu wanazisema, lakini kuna kitu ambacho watu huwa hawafahamu. Kama kuna vitu ama watu hutumia maiti sana, ni wachawi na mapepo na shetani kwa ujumla hutumia miili ya marehemu. Kinachotokea ni kwamba kwa mtu mwenye imani hiyo za kiuganga, familia yoyote ambayo iliwahi jihusisha na ushirikina au uganga isiyomwamini Mungu, huwa kuna roho inaitwa familiar spirit, inaitwa roho ya utambuzi, monitoring spirit, inakuwa katika jamii. Shetani ametuma hizo katika kila jamii, hasa zile ambazo zimempa nafasi vizuri shetani. Kwa hiyo inakuwa ile spirit ina historia ya kila mtu, na hiyo spirit huwa inatumika katika marehemu, inamvaa yeye, inakuja kwa sababu inajua historia yako. Kwa hiyo wakati yule kuna mwili wa marehemu pale, na nyinyi jamii mnaamini katika kuzungumziwa na wafu. Biblia inasema ya kwamba usipatikane mtu anayewaomba wafu. Kwa hiyo ni kitu ambacho Mungu haungi mkono. Sasa wakati watu wamejihusisha sana na maroho hayo, roho ile huwa inautumia ule mwili, kwa sababu siku zote pepo ni roho, haina mwili wa kutumia, inatafuta mwili itumie. Inatafuta mwili, inatafuta mwanadamu, inatafuta hata mnyama. Ndio tunaona zile pepo zilimwambia Yesu, tunaomba tukubaliwe tuingie kahawa nguruwe. Kwa hiyo pepo inaingia ule mwili na inautumia ule mwili kujiita ndio ile marehemu. Kwa hivyo inaweza kuagiza chochote kupitia ule mwili, lakini inaweza kuagiza. So na inapotawala lile gari, inajifanya kuwa sasa ni yule marehemu yuko hai. Inaweza hata kufanya machozi yatoke kwa ule mwili, inaweza kufanya chochote kwa sababu ni pepo, ili kuwafanya nyinyi muamini kwa kweli huyu ni fulani. Imetoa wapi habari zake? Ni kwa sababu it's a familiar spirit, is familiar with you. Imekuwa pamoja nani katika jamii, iko pale Mountain, inajua historia yenu yote. Kwa hivyo itakapokuwa ndani ya ule mwili, itatoa tabia kama za yule marehemu kabisa, ili muamini. Kukwamishwa kwa gari kule ni nguvu za giza, sio marehemu anafanya kazi, ni pepo ndani ya ile marehemu. Pepo zinakwamisha lile gari ili kwamba mkeuke na mzidi kuamini shetani badala ya kumwamini Mungu. Kwa hiyo nasema kwamba kile ambacho huongea ndani ya marehemu sio marehemu mwenyewe, bali huwa ni roho chafu ambayo huingia ndani ya ule mwili. Ile shughuli yote inayofanywa pale, watu wanahangaishwa, sio marehemu hataki, ila pepo ndio inayotumia ule mwili, na maagizo yale yote mnayofuata pale ni ya pepo fulani. Dawa yake basi ni gani? Wakati ambapo imetendeka namna hiyo, watu wasisumbuke kutii ile pepo na kusema kweli tugeuzeni gari hili. Hapana, wapatikane wachungaji, watumishi hapo, waombe na kufunga ile pepo, kuharibu yale mamlaka. Hiyo gari itakubali na itakwenda, na itajulikana kweli aliyekuwa anasumbua sio marehemu, ni pepo.
hizo hufanya kazi na hutia nguvu sana, kwa sababu wengi wameamua kuamini kuna ukweli pale, na shetani anapenda hilo. Mwingine anawatokea kabisa wanafamilia na anawaambia kwamba mimi niliingia mbinguni, msisumbuke, niliingia mahali pazuri, sina shida. Anaweza kuwa hata hakuwa ameokoka, lakini analeta ripoti, anasema kabisa mimi niliingia mahali pazuri na niko mbinguni, kwa hivyo msisumbuke. Mwingine naye anasema mpaka munifanyie kitu fulani ndio niweze kutulia, kwa sababu mnagombana, mimi ninakuwa sina amani. Kwa hivyo fanyeni ABCD nipate utulivu mahali nilipo. Yani huyu ni marehemu, anamtokea mmoja wa familia usiku na anamwambia maneno, anamwambia kwamba ninapata shida hapa nilipo kwa sababu mnafanya hivi na vile, acheni kufanya hivi na hivi, alafu mimi hapa nilipo niingie mahali pazuri. Na kweli wale watu wanaamka, wanaenda wanafanya vile ameagiza, alafu wenyewe wanaona kwamba mambo yameisha. Sasa hivi sasa huo ndio uongo wa wazi kabisa wa shetani, na tunajua kabisa ya kwamba shetani ni muongo, na akiongea uongo anaongea yaliyo yake kabisa. Mtu anaposema, yani mtu amefariki akiwa hamjui Yesu, hajaokoka, alafu eti anakutokea akwambia ashaingia mbinguni, hiyo ni moja kwa moja ni roho ya mpinga Kristo inayompinga habari za Yesu, ya kwamba bila kuokoka huingii mbinguni. Kwa hiyo roho ile inayokuja na kukwambia kwamba si nimeingia mbinguni hata bila kuokoka, tayari ni kupinga ukweli wa Yesu Kristo, kwa sababu kama mtu ataingia na hakuwa ameokoka, hakuwa amemjua Mungu na aingie mbinguni, basi ina maana ni kumfanya Yesu kuwa ni muongo, sio mkweli. Halafu jambo lingine, mtu anaposema ya kwamba nimekosa utulivu kule mbinguni kwa sababu kuna hali mlionayo, mnagombana, hamko vizuri. Hebu ijulikane ya kwamba mahali pema pa mtu aendapo wakati amekufa, utulivu wa mtu na mahali pazuri atakako kwenda hakujalishwi na watu alioacha nyuma. Kama vile ambavyo mtu akiwa mwenye dhambi, akifa mwenye dhambi, hakuna kitu mnaweza kufanya hapa mumuingize mbinguni. Akiwa amekufa katika njia, amekufa anamjua Mungu, waliobaki nyuma hakuna kitu anaweza kufanya wamkoseshe mbingu. Kwa hiyo unaposikia mtu amesema ya kwamba jamani mnagombana hapo, mnanizuia kuingia mbinguni, huo ni uongo wa moja kwa moja. Mtu anaingia mbinguni au jehanamu kwa kujichagulia hapa duniani. Ukishaondoka hakuna kile watu waliobaki nyuma wanaweza kufanya kwa ajili yako. Kwa hiyo huwezi kufa mcha Mungu, watu wakagombana hapa ukakosa mbingu. Huwezi kufa mwenye dhambi, watu wakafanya maombi hapa, wakafanya vitu vizuri, wewe ukaingia mbinguni. Kwa hiyo huo ni upinzani wa Injili na ni kuigeuza Injili. Hapo ndipo tunapojua wazi ya kwamba roho husika ni ya kishetani inayojaribu kumfundisha binadamu ya kwamba kuingia mtu mbinguni kunategemea watu watakavyo kutreat hapa. Ndio maana hakuna cha heshima ya mwisho. Watu wanasema kwamba ili safari ya mpendwa wetu iwe vizuri, tusimtatize, hebu tufanye ABCD. Hakuna kitu unaweza kufanya bali kumsaidia mtu aende pazuri au pabaya, bali yeye mwenyewe. Sisi wapendwa na wanadamu tukiwa duniani tunajichagulia pa kwenda tukiwa hai. Kwa hiyo katika kutokea kule ni nani yule huwa anatokea, na yule mtu akitokea vile, hatua gani inafaa kuchukuliwa? Kwa mfano mimi nimelala, alafu mtu aliyefariki ananitokea, anataka kunizungumzia, ina maana pale nichukue hatua gani? Niendelee na mazungumzo naye au nifanye namna gani? Yule huwa ni pepo ametokea, sio fulani. Hata kama anakutokea kwa mfano wa mtu unayempenda sana, yule huwa ni pepo, si mtu. Kama unavyouliza kwamba njia gani, hatua gani ya kuchukua,
ni kumkemea kwa jina la Yesu. Lakini ukiwa umeokoka, una Kristo ndani yako, utakemea na ile pepo huwa inashinda, inapotea. Haustahili kufanya mazungumzo na yule mtu. Lakini tatizo liko kwa yule ambaye hajaokoka, hana nguvu hizo za kukemea pepo iende. Yesu Kristo alisema wanaomwamini, waliomkubali, ishara hizi zitafuatana nao. Kwa jina langu watatoa pepo, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa watapona. Sasa ni wale waliookoka ndio wamepewa mamlaka hayo. Kwa hivyo huwezi kwa wewe hujaokoka tu alafu sasa unaanza kukemea, itakugeuka. Kumbuka kuna watu ambao walitumia jina la Yesu vibaya, wanaitwa wana wa Skeva. Waliamua tu kwa jina la Yesu, anakemea pepo kwa jina la Yesu yule ambao Paulo anahubiri, zile pepo zikawageuka. Kwa hivyo unastahili kuokoka kushinda mambo haya. Wala usientertain mazungumzo na wafu. Hakuna mfu pale. Yule si ndugu yako amekuja, si mkeo, si mama yako, si nani, bali aliyekuja pale ni pepo inayostahili kukemewa na kuonywa isiwahi kuja, izuiliwe kabisa kwa jina la Yesu. Hiyo ndio thibitisho wazi kabisa. I'm talking through experience, kwamba mimi kumewahi tokea vitu kama hizo na nikachukua hatua ya kufaa. Unajua ukiwa hujaelewa ni nani yule, utaanza kusumbuka. Unaanza kuamka na kupata shida. Mbona natokewa na marehemu, naota ndoto za kutisha nini, natokewa na wafu. Wewe usipojua utahangaishwa. Lakini ukiwa unaelewa, unachukua mamlaka na unakemea kwa jina la Yesu. Kama mtu alikufa anaitwa John, hayuko hapo duniani tena. Kwa yule anayekutokea sio John, anayekutokea ni pepo. Kemea. Kama umeokoka, ukikemea inapotea. Kwa nini anapotea basi? Kwa nini asikae pamoja na wewe? Inapotea kwa sababu ishara ya kwamba jina la Yesu lina nguvu na lina uwezo, linaogopewa na pepo, inaona inatoweka. Na huo ndio ushindi tulionao watoto wa Mungu. Vipi kuhusu marehemu kama alitoa mwelekeo wake jinsi atakavyozikwa? Akasema nikifa munizike mahali fulani. Inatokeaje kama wanaomzika au wanazika mwili wake wakienda kinyume? Kutakuwa na balaa lolote? Kuna shida ukienda kinyume cha vile marehemu alivyosema akiwa hai? Kuna watu wengine ambao wanapenda sana kuwapatia watu kazi za ajabu. Mtu yuko hai na anaambia watu kwamba nikifa lazima mnifanyie hivi na hivi na hivi. Sasa ile inaweza kuwa na nguvu au isiwe na nguvu kwa watu hao kulingana na imani yao. Mnaamini nini? Kama nilivyosema, ile shughuli yote ni ya kipepo. Anything after death inayokuja kwa picha ya huyo aliyefariki, it's all demonic. Na kwa hiyo hali ile itakuwa na nguvu kwenu ikiwa mnaamini, na pepo zitawahangaisha sana ikiwa mmezipatia nafasi, na shetani anapenda hiyo. Kwa hivyo kwangu niseme hivi, hakuna madhara yote yatanipata nikienda kinyume na mwenda zake alivyosema, kwa sababu ijulikane ya kwamba wewe unayekufa, tumetangulia kusema ya kwamba Lazaro alipokufa shughuli yake hapa duniani ilisha, hapatikani tena hapa, yuko mbinguni kifuani mwa Ibrahimu. Mazungumzo yake yako huko, yako huko. Tutumie huo mfano wa Lazaro. Lazaro yuko kifuani mwa Ibrahimu, wanafanya mazungumzo huko na shughuli zao huko katika kifua cha Ibrahimu. Duniani hapa Lazaro hapatikani, haimuhusu. Wewe mtu ambaye unakufa, Bwana kama unakufa utapatikana kule uendako. Hapa achia wale watu waliobaki. Kitakachotendeka kwa mwili wako hakikuhusu. Izikwe namna gani, izikwe wapi, izikwe, Biblia inasema ya kwamba itafika wakati popote wafu atakapokuwa wataisikia sauti. Kwa hivyo tukuzike wapi, hiyo haikuhusu. Wewe ukishakufa hapa duniani haikuhusu, uko kwingine. Kama unateseka kwenye moto, uko motoni. Kinachoendelea hapa haikuhusiani na wewe. Kwa hiyo si vyema unakufa huku unapatia watu maagizo huku, na hautakuwepo. Ule mwili utakao kuwa umeuacha hapa sio wewe.
Kwa hivyo wewe nenda tu, huu mwili haukuhusu, si wewe. Sasa kinachotendeka basi, kama vile nilivyosema kwamba pepo ndio huwa zinahusika na miili ya wafu, zinauvaa ule mwili na zinajifanya ni huyo mtu, alafu zinawamanipulate waliosalia, na mkimpa nafasi mtu kama huyo atawanga. Sasa hebu niseme kwamba yeyote anayetoa maagizo kama hayo kwa watoto wake ama kwa watu wanaobaki nyuma ni kufungua milango ya mapepo kufanya kazi ndani ya ile jamii. Kwa sababu nikifa mimi ama nikiwa hai alafu niambie watu lazima munifanyie hivi, naacha sheria kwa watu na kile kitakachofanya na wale hata hakinihusu. Sasa wewe unayekufa hautakuwa kwenye mwili wako, na si wewe hautakuwa hapo, kitakachofanyika kwa mwili hata hutajua. Kwa hiyo si vyema milango kufunguliwa kwa mapepo. Una haja gani wewe? Unaenda mbinguni kama umeokoka. Kama umeokoka unaenda mbinguni, unaenda paradiso, unaenda kifuani mwa Ibrahimu. Una haja gani ya ule mwili utakavyozikwa? Hilo jambo tulielewe, na ninaona hilo kweli limeshika watu wengi. Unapata hata watu wa Mungu pia waliookoka wanang'ang'ana na vile miili yao itakavyofanywa. Mimi nikifa msinipeleke hivi, munifanye hivi, munifanye hivi. Wewe unasema usifanyiwe hivyo, hautakuwepo. Hiyo ni ganda tu, wewe utakuwa umeshaondoka. Kama nilivyosema, Lazaro hana shughuli yoyote na kile kinazikwa, shatoka. Kwa hiyo ni vyema sasa mlango kama ule ukifunguliwa, pepo wakati unatoa maagizo kama hayo, ujue shetani yuko anasikiza, anasema huyo amesema akifa azikwe hivi na hivi. Kwa hivyo mapepo tunakaa hapa kwa sababu Yesu wao hahusiki na wafu. Sisi pepo tutakuwepo kutekeleza hilo, waende kinyume tu tutawahangaisha. Naona. Kwa hivyo sasa pale zinakuwa standby, umezifungulia nafasi wenyewe. Wewe uliotoa maagizo hayo umefungua mlango kwa pepo zifanye kazi, umezipa ajira, zitakuwepo hapo, zitangojea. Sasa alisema akifa asipelekwe Busia, ngoja tukae hapo standby. Dereva akijaribu kupiga start aende Busia, tukwamishe, nakwamisha. Alisema asizikwe na nguo rangi hii, wakijaribu kumvalisha nguo rangi hii, nafurisha ule mwili, pepo inafurisha ule watu wanakumbuka alisema asizikwe, ndio maana anafura. Mtoeni nguo ataacha kufura. Kwa hivyo ninasema hivi, hakustahili kuwa na madhara yoyote mtu akienda kinyume na mwenda zake alivyoagiza, kwa sababu yale ni mashetani. Anaweza kushindwa na akemewe na ache watu waziko. So there is no business in the dead communicating with the living. Kuna kisa kimoja, bwana mmoja walikuwa wavutaji wa bangi. Vijana hawa walikuwa wa dini ya upande wa pili, walikuwa vijana wavutaji wa bangi kabisa. So katika maisha yao, katika uhai wao, kijana mmoja akasema, mimi nikifa munivutishe bangi, muniwekee bangi mdomoni, munivutishe kabisa, ndio nataka nizikwe hivyo. Sasa ikatokea baada ya muda kweli yule kijana akafa. Alipokufa, wale wazee wa kumtayarisha wakaja pale, wanamwandaa ili wamweke kwenye jeneza. Ule mwili ukawa umenyorosha mikono, umekaa kama msalaba, na kwa hivyo hauwezi kuingia kwa jeneza. Wakajaribu kuikunja ile mikono, kinyororo kiingie kwa jeneza, ikakataa kabisa. Wale wazee wakawa wanahangaika, na wale wa dini ya upande wa pili wanaamini sana kuzungumza na wafu. Kwa hiyo wakaitana familia, jamani, hebu ongeeni na huyo kijana, mbona amekaa hivi, hataki kukubali. Wakajaribu mbinu zao zote, lakini haikuweza kufua dafu. Ndio mmoja akakumbuka, sema basi kama ni hivyo, hebu tuwaite vijana wenzake, wale walikuwa wanakaa pamoja naye. Vijana wakaitwa, wakamwambia, bwana, ongeeni na mwenzenu, amekufa lakini hataki kucooperate, tumtie kwa jeneza. Asa mara moja wale vijana wakakumbuka, sema alisema siku atakapokufa tumvutishe bangi.
Kwa hiyo wakawaambia wazee, tokeni nje tumalizane naye, basi tuongee naye. Vijana wale wavutaji wa bangi wakachukua bangi tu wakaweka mdomoni, na pepo pale ikauingia ule mwili. Pepo iliyokuwa ikifanya kazi ikavuta bangi hiyo kupitia kwa mdomo huyu kijana, mpaka ile sasa kilichokuwa kinataka bangi hapo sio yule kijana, bali ni pepo iliyokuwa ndani pale. Kavuta ile bangi na mara moja ule mwili ukakubali. Kama walivyosema ya kwamba pepo huwa haina mwili, lakini atafuta mwili itumie. Kwa hiyo kilichokuwa kinaitisha bangi pale ni ile pepo, ni ile roho. Ilipovutishwa bangi ikaridhika, ikaacha watu wazike mwili wao. Mara moja wazee wakaitwa, wakaambiwa njoni muendelee. Kwa hiyo wakanyorosha mikono, ikakubali, na akakubali, akazikwa. Kwa hivyo ndivyo pepo hufanya kazi. Sasa unaona watu watabaki hapo wakiamini ya kwamba kweli marehemu anazungumza. Unaona matakwa yake aliyoyataka ameagiza mpaka yalipotimizwa. Kumbe kweli marehemu huwa wanazungumza. Kwa hivyo iko pepo ambayo huwa inakusikiza, na ukiipatia nafasi inatimiza kile ulikuwa unasema, na ndio hali halisi. Kinachozungumza ndani ya marehemu, it's a demon. Those are demon. That stuff is all demonic. Na si vyema kuipatia nafasi, tusimpatie shetani nafasi. Tena maandiko yanasema ya kwamba ijulikane ya kwamba mwili na damu havita urithi ufalme wa mbinguni. Sasa kinachonishangaza mimi, mwokovu anaongea juu ya kufa kwake, na anasema nitakapokufa mwili wangu mufanyie hivi na hivi, mumuzike hivi, mfanye hivi na vile. Sasa mimi kinachonishangaza ni kuwa wautakia nini mwili huo ambao hautautumia? Wewe umeshakufa katika Bwana, umeenda kwa Mungu, mwili hautautumia tena, hauna nao kazi. Uzikwe vipi? Uzikwe vipi? Hauendi nao. Maagizo ya kazi gani juu ya mwili huo? Una shughuli gani nao? Mwili huo wako ushauacha. What business do you have with your body wakati wewe umeshaenda mbinguni? Kama Kristo amekukuta, umebadilishwa. Kama wewe umekufa, mwili umezikwa, wewe umeenda mbinguni kwa Baba. Sasa wewe unaenjoy mbinguni, mwili huku unautakia nini? Unautakia nini mwili wa kuoza? Usharudi mavumbini. Wewe uendi mavumbini, wewe unaenda kwa Baba, mwili unarudi mavumbini. Unang'ang'ana nao, utautumia na nini? Hata ukipambwa namna gani, utautumia na nini? Kwa hiyo kidogo hili jambo linashangaza, na watu wengi ulifanya kana kwamba huu mwili wana kazi nao tena. Kwa hiyo sio sahihi, na sioni haja yoyote wewe kushughulika na huo mwili. Ishia Mungu, mpokee Kristo kwa mwokozi wa maisha yako, muishie Mungu maisha matakatifu. Utakapokufa wewe nenda mbinguni. Achana na watu wazike mwili watakavyo. Huu mwili hauna nao kazi tena. Wale walio hai waachie huu mwili, wauondoe, usije ukawanukia. Wewe huna kazi nao. Wewe wa Kristo, jamani, tusiwape watu kazi ngumu za ajabu kwa vitu ambavyo hatuwezi kuvitumia hata siku moja. God bless you. Kwa ufupi swali ni kwamba je, wafu wana nguvu yoyote kwa walio hai? Watu waliokufa wana mamlaka yoyote kwa walio hai? Can they order the living? Can they order us around, we the living? Wale ambao wamekufa wanaweza kutuamrisha kufanya vitu fulani, na tuje tunastahili kutii? Kuna mamlaka yoyote katika wafu? Kuna chochote kutoka kwa wafu? If you are not born again, you will be ordered. But if you are born again, you have authority over death, over all demonic activities. So utakuwa manipulated ikiwa wewe hujaokoka, kwa sababu ukiwa hujaokoka utakuwa mikononi mwa shetani kukutumia atakavyo, kama vile unavyokuwa hujaokoka na unahangaishwa na ndoto mbaya za kishetani bila uwezo wowote. So dead people should not order us around, because Mungu wetu sio Mungu wa wafu, na hatustahili kuwa na mawasiliano na wafu. Biblia inasema pasiwe mtu kati yenu
wenye kupandisha wafu ama anayeomba wafu. There's no business between the living and the dead. So if someone comes in the form of someone who died trying to order you around, if you are born again, rebuke that spirit, and you should never obey, because obeying that means you are obeying the devil. Kwa hiyo wafu hawana maagizo yoyote kwa walio hai. Narudia tena, wafu hawana mamlaka yoyote kwa walio hai, kwa sababu wafu hawapo duniani tena kusikizana na walio hai. Hatustahili kutii, hatustahili kufuata maagizo ya wafu. But you will be ordered around. If you're not born again, hakika utahangaishwa. Kuna kwingine ninasikia hata wakati marehemu anapoangaliwa, watu wanapomwangalia pale kwenye jeneza, inasemekana kwamba uwezekano huko kwamba kama kuna mtu ambaye walichukiana na marehemu, yule marehemu akafungua macho. Je, kuna swala kama hilo ya kwamba marehemu pale kwenye jeneza, wewe ambaye hukuwa unaelewana naye, ukija kumtazama anafungua macho, yani anatoa dalili fulani ya kwamba hakupenda wewe kuwa hapo? Kuna kitu, yani kuna ukweli wote katika hilo? Kama tulivyosema ni kwamba mapepo hutumia sana miili ya marehemu, na pepo ile huingia ndani ya ule mwili na ndio anautumia. Marehemu mwenyewe hayupo pale. Ndio maana Kiswahili kinasema tumeuchukua mwili wa marehemu. Kwa hiyo marehemu mwenyewe pale huwa hayuko. Tunapokuwa pale kwenye mazishi, marehemu huwa kaondoka, hayuko pale, na tumerudia hiyo. Sasa ikiwa pepo, shetani amepewa nguvu, ikiwa pepo zimekubaliwa, ikiwa familia hiyo munaamini mambo hayo ya wafu, hapo ndipo pepo zinachukua ile nafasi na kutumia ule mwili kama marehemu mwenyewe. Kwa hivyo anaingia ndani ya ule mwili na anafuata kulingana na maneno uliwahi zungumza. Kama uliwahi zungumza, mwingine anazungumza kabisa, anasema kwamba fulani namchukia sana, hata siku ya mazishi yangu asije, na akija akinitazama nitafungua macho. Pepo imeshasikia. Wewe unayezungumza hivyo ujue si mtu wa Mungu. Kwa hivyo shetani anakutumia vile anavyotaka. Siku utakapokufa, pepo iko pale, ina records ya maisha yako. Familiar spirit iko pale katika jamii, inaelewa mna malumbano haya na haya na ulizungumza kitu. Ndio maana uwe makini kwa maneno unayozungumza, either yakiwa ni ya kiungu Roho Mtakatifu anayatumia, ama ikiwa ni ya kishetani, shetani anayatumia. Kwa hiyo siku hiyo pepo imeweka katika record, imeshapewa kazi. Siku ya mazishi itaingia ndani ya mwili. Alafu huyu atakaye kuja kuangalia na fungua macho. Kinachofungua macho ni pepo kwa kutumia ule mwili. Kwa hiyo sasa pale unafungua macho eti kumtisha yule anayekutazama. Eti kumtisha yule anayekutazama. Lakini waliookoka wanaelewa this is all demonic, na maiti zikianza kubehave namna ile, maombi yafanywe, pepo zikemewe na shughuli iendelee. Na ndio maana wachungaji tunapozika tunakemea pepo zile ambazo zinaweza kuzuka baadaye zikitumia mwili wa marehemu kuangaisha jamii. Kama umeshawahi kusikia wachungaji wakiomba, tunafunga hizo picha, tunafunga maroho yale ya kutumia wafu kuangaisha jamii, zinafungwa na ile jamii haitahangaishwa tena. Kwa hivyo haistahili hali kama ile kutokea. Tabia yoyote ya mwili ukishakufa hauna kazi. Tabia yoyote utakayoiona ndani ya mwili wa marehemu, either anatoa machozi, is all demonic, anafungua macho, anacheka. Hakuna marehemu utasema fulani amekufa na furaha mpaka anacheka, sijui ama amehuzunika mpaka analia machozi. Hamna kitu kama kile. That is all demonic. Na maombi yao yanamaliza. Ita wachungaji hapo, ama ombeni kwa jina la Yesu, funga hizo pepo, utaona mwili umeachiliwa na hizo pepo zimeacha kumanifest. Because kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili kuzivunja kazi za ibilisi. Zitavunjwa popote zitakapoonekana. Amen. Kuna uhusiano gani kati ya wafu na walio hai?
ukweli ni upi katika shughuli kati ya wafu na walio hai? Je, kuna shughuli yoyote inayostahili kuwa, au kuna shughuli yoyote ambayo ipo kati ya wafu na walio hai? Kuna mahali wao wanakutania? Hakuna shughuli yoyote iliyopo kati ya walio hai na waliokufa. Na unajua hata katika viapo vya harusi, kwa mfano, watu wanasema huyu atakuwa mume wangu hadi kifo kitakapo tutenganisha. Au Biblia inasema ya kwamba mke huwa amefungwa maadamu mume wake yuko hai, lakini mume wake akifa, yule mke amefunguliwa, yu huru kuolewa na yeyote amtakaye. That means hakuwezi kuwa na uhusiano wa mke aliye hai na mume aliyeaga. Kwa hiyo inatupa mfano kabisa Biblia inaposema amefunguliwa. That means very well that there is no business between the dead and the living. Ndio maana mke yule anafunguliwa, kwa sababu hakuna mahali popote watakutania. Hakuna Mr. and Mrs. katika wafu. Unaona? Na hata unapata wakati mwingine watu wanasema kwamba fulani alifariki na sasa mke wake amefariki, tumzike kando ya mumewe. Ndani ya akili za kibinadamu wanaona kwamba tunamweka pamoja na mkewe pale kaburini, lakini ni mawazo ya kibinadamu. Hakuna Mr. and Mrs. Pale mtawapanga kaburini pale wamekaa mke na mume, lakini ni mawazo yenu. Biblia ilishamtenganisha kitambo, inasema mke yule yuko huru kuolewa na yote amtakaye. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba yule akishakufa ameingia katika ulimwengu mwingine, hawana uhusiano, hawezi kupatana tena, na kwa hivyo huwezi kudumisha tena uhusiano kati ya mumeo aliyeaga na wewe uliye hai. Kwa nini unawekwa huru kuolewa na yote umtakaye? Kwa sababu mume wako hamko tena pamoja, na kama uhusiano ungekuwa upo, basi ingebaki hivyo vya kwamba huyu jamani ni mke wa fulani na hataguswa na mtu yoyote. Lakini kitendo cha Biblia kusema anawekwa huru mtu kuoa au kuolewa, hapo ndio inakupa uhakika kabisa ya kwamba kweli hakuna uhusiano kabisa kwa aliyekufa na aliye hai. Na je, hivi Mungu hutumia wafu kuwasiliana na Wakristo, au Mungu hutumia wafu kuleta ujumbe wowote kwa walio hai? Mungu hatumii wafu kuleta ujumbe kwa walio hai. Kisa hiki tunakiona katika story, nirudie tena, ya yule tajiri na Lazaro. Tajiri alisema kule duniani na ndugu zangu wengine 5 na hawako katika maisha mazuri, na ninaogopa wasije wakaingia kwenye taabu hii niliyo ndani yake. Kwa hiyo akamwambia Abrahamu, naomba umtume Lazaro aende duniani, ama utumwe mtu aende awaonye ndugu zangu kule duniani, ili wamche Mungu, wasije wakaingia katika moto huu ninaoupitia. Abraham akamjibu akamwambia, kule duniani kuna Musa na manabii. Wasipowasikia wale, hata kuketumwa mtu kutoka kwa wafu hawawezi kusikia. Kwa hiyo hapo tunapata nini? Wanaotumika kuleta ujumbe kwa wanadamu ni walio hai. Utaratibu wa kutuma mtu kutoka kwa wafu ni yule tajiri alikuwa anasema ufanyike, lakini Mungu hana utaratibu huo, na ndio maana akasema walio na ujumbe wangu ni Musa na manabii walio hai pale chini duniani. Hatuna utaratibu wa kutuma mtu kutoka kwa wafu. Kwa hivyo Mungu hatumi wafu kupeleka ujumbe kwa walio hai, anatumia manabii walio hai pale duniani. Wachungaji, wainjilisti anawatumia. Desturi ya kutumia wafu sio ya Mungu. Vipi kuhusu ile story ya mfalme mmoja anaitwa Sauli? Alienda kwa mwanamke mmoja, na huyu mwanamke akampandishia mfu, na mfu aliyepandishwa alikuwa ni mtumishi wa Mungu.
aliyepandishwa alikuwa Samueli, na Samueli alipopandishwa wakawa na mazungumzo, na cha ajabu ni kwamba Samueli akamwambia ukweli kabisa kuhusiana na vile Mungu alivyokuwa anamwambia. Na huyu Samueli alikuwa amekufa, lakini alipopandishwa akazungumza na Sauli kabisa, na akamwambia Mungu amekukataa, na kwamba vile vile Mungu alivyokuambia ndivyo itakavyokuwa. Sasa huu ujumbe mbona unaka kabisa ni wa kweli, na huyu aliyekuwa anaotoa alikuwa amekufa. Hapa nako kunakuwa namna gani? Ni Samueli yule ama inakuwa namna gani? Kuhusu habari za Sauli, tunajua vizuri alipokataliwa na Mungu alisema apelekwe kwa mwanamke mwenye roho ya utambuzi. Anamtambulisha kabisa yule mwanamke hatumii Mungu wala hatumiwi na Mungu, ni mwanamke mwenye roho ya utambuzi, tena mchawi. Kwa hivyo wachawi wana desturi ya kutumia wafu, ya kutumia mapepo. Of course kawaida yao wachawi watumia mashetani, wanatumia majini, wanatumia mapepo hayo. Kwa hiyo wana desturi ya kuchukua pepo, na kama vile nilivyokutangulia kujibu ya kwamba iko roho monitoring spirit ama roho ya utambuzi ama familia spirit ambayo inajua kweli vizuri na historia ya mtu iko. Kwa hiyo sasa pale mwanamke mchawi anachukua pepo iliyokuwa inafuatilia maisha ya Sauli vile alivyokuwa, na pia iliyojua maisha ya Samueli vile kulikuwa kunaenda. Kipindi kile ambacho Sauli anakemewa na Samueli, pepo iko na inaangalia na ina historia yote. Pepo ya aina ile inachukuliwa na yule mwanamke mchawi wa Endori kuja na kuingia kwa mfano wa mwili wa Samueli ili itoe maagizo. Kwa hiyo panazuka mtu pale kwa mfano wa Samueli. Wachawi wana desturi hiyo wa kufisha pepo mfano wa mtu fulani, na ndio maana huwa tunakemea pepo zisilete picha za waliokufa. Kwa hiyo aliyekuwa pale samani na joto, aliyekuwa pale anaongea ni pepo iliyovalishwa mwili wa Samueli na kuongea maneno halisi kabisa yale yaliyokuwa yanaongewa kwa Sauli na Samueli akiwa hai. Conversation zinapoendelea zozote zile, Mungu anatazama na shetani anatazama, na kama vile tunavyofundishwa, death and life is in the power of the tongue. Unapokuwa mtu wa Mungu na unaongea vitu, Roho Mtakatifu anavifanyisha kazi kutekeleza kile ulisema kifanyike. Na unapokuwa mtu mchawi au mtu sio mcha Mungu, maneno yako huchukuliwa, hufanyishwa kazi na mapepo. Shetani ndio anafanyisha kazi ile maneno. Kwa hiyo whatever the conversation that went on katika maisha ya Sauli, pepo zilikuwepo na zinaangalia, na wachawi wanatumia hizo. Kwa hiyo mchawi yule mwanamke mchawi alipandisha pepo iliyovaa mwili ufananao na Samueli. Hata kama unaona inataja Samueli pale, lakini tumeshaambiwa mwanzoni wa story hii ya kwamba ni mwanamke mwenye roho ya utambuzi. Kwa hivyo kinachofanya kazi pale hakiwezi kikao wa Mungu. Now the fact that unaambiwa ukweli wa jambo fulani haimaanishi ni Mungu. Kuna roho za utambuzi. Kuna roho za utambuzi, kwa Kiingereza familiar spirit, huwa zaleta habari za mtu kulingana na historia yake vile wanajua. Every home, kila mahali, you are being monitored by demons. Ziko zinaangalia huyu mtu akitamka kitu kibaya tukitekeleze. Na ndio maana if you are accustomed to calling your children's name, your children names, we mchinga sana, mpumbavu, huna akili, they will end up being so. Kwa sababu ya nini? Ziko demons ambazo zinangoja maneno zifanyishe kazi. So mwanamke yule wa Endori alichukua roho iliyokuwa inajua historia ya Sauli, na alipoambiwa na alipokataliwa na Mungu, ndio pale inaongea kupitia kwa nani? Inaongea kupitia kwa
ule mwili ama ule mfano wa Samueli, ikae kama Samueli na maneno yale yakae kama Samueli hakika. Kwa hiyo hakuwa Samueli, ile ilikuwa ni pepo ya utambuzi iliyotumika na yule mama. Na katika ule mlima wa ugeuko, wakati ambapo Yesu alikuwa na wanafunzi wake, si inasemekana Yesu alipogeuka vile kukatokea Elia na Musa, na hawa walikuwa hawako hai, si walikuwa wameshaondoka. Musa alikuwa ameshakufa, lakini wakatokea pale kwenye mlima wa ugeuko. Hapa nako inakuwa namna gani? Hilo ni swali nzuri sana. Katika mlima wa ugeuko ni kweli ya kwamba pale palitokea Musa na Elia, na hawa wote walikuwa hawako duniani, walikuwa wameshaondoka. Of course Elia tunajua hakufa, lakini aliondolewa, akabebwa na gari la moto akapelekwa mbinguni kwa Baba. Musa ndio aliyekufa, alikuwa amekufa. Wametokea pale katika mlima wa ugeuko. Ile ilikuwa na maana maalum, kwa sababu tunaona ya kwamba pale kuna sauti ilitokea. Kuna sauti ilitokea kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, ya kuthibitisha kwamba huyu Yesu aliyetumwa amekubalika. Na Elia pale alikuwa anawakilisha manabii na Musa alikuwa anawakilisha Torati. Sasa pale ilikuwa uthibitisho kwamba huyu Yesu hajakurupuka tu, mbingu hii imeshapiga tiki. So ijulikane ya kwamba pale ndiyo Musa alitokea na Elia walitokea, walikuwa pale. Na Biblia inasema kwamba wakizungumza naye. Wakizungumza na nani? Na Yesu. Wanazungumza na Yesu aliyetoka mbinguni. Wale ni masuala ya mbinguni. Ni vizuri ijulikane ya kwamba Moses and Elijah had no business with the disciples. Hawakufanya mazungumzo na wanafunzi. Walikuwa wanaongea na mtu wa mbinguni mwenzao, Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu unajua akiwa hapa duniani alikuwa mwakilishi wa kibinadamu na pia ni Mungu. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni business ya kimbinguni, lakini hawakuleta ujumbe wowote kwa wanafunzi. Kwa hiyo tusije tukaliconfuse hilo tukasema mbona Musa alikuwa amekufa na akatumwa akaleta ujumbe duniani. No, there was no message for the disciples from Moses or Elijah. Hiyo ilikuwa ni business ya watu wa mbinguni kwa wa mbinguni. Wamekuja wamekaa watatu pale, wanaongea na mwenzao kutoka mbinguni, maana Yesu ni wa mbinguni, yuko pale. Wanakuwa na maswala yao ya kimbinguni. So kama wangekuwa na mkutano na wanafunzi, kama ingetokea sasa Musa ameanza kuaddress wanafunzi pale, tungesema kumbe Mungu anaweza kutuma watumishi waliokufa watuletee ujumbe. So it's good that it should be noted that the dead have no message for the living, no matter how God-fearing they were. Usije ukasema kwamba bishop wangu mcha Mungu apostle amekuja ameniletea ujumbe. Hakuna mawasiliano ya aina hiyo. Mapenzi ya Mungu ni kwamba watumishi wa Mungu walio duniani waulete ujumbe kwa walio hai. Tusikize walio duniani wanaohubiri, waulete ujumbe wa Bwana. Tumgeukie Mungu, tumheshie Mungu tupate kuishi. Tusingoje wafu, sio utaratibu wa kiungu. Kwa hiyo Mungu hatumii wafu kwa ajili ya mawasiliano kwa walio hai. Basi mtazamaji wangu, ni kushukuru tu kwa sababu umefuatilia kipindi hiki cha mahojiano. Kisikuchanganye, wengine wanauliza maswali, kwani huyu ni ndugu mapacha, ni pacha wako? Wengine wanauliza kwani unajiuliza maswali mwenyewe au vipi? Yani kumekuwa na hali kama hiyo, lakini kama unafuatilia vizuri unapata kuona haya ni maswala yanayosumbua wengi, lakini hayajakuwa na platform ya kuulizwa. Na ndio maana tunasema kipindi hiki cha mahojiano ni kipindi cha uwakilishi.
hapa tunamwakilisha mtu mwenye maswali, na kama umenisikiza kwa makini au umesikiza kwa makini kipindi hiki, lazima umeji-identify na maswali fulani hapo ambayo huwa yanakutatiza. Kwa hiyo mtazamaji wangu, karibu sana kwenye kipindi. Hata wewe ukiwa na swali unaweza kutufikia, unaweza weka comment yako kwenye channel hii yetu ya @WilsonKambale 6099 na swali lako litatufikia, litachambuliwa. Lengo letu la kutengeneza kipindi hiki cha mahojiano ni kuyapatia majibu maswali tata kwa mujibu wa neno la Mungu, kutokana na neno la Mungu. Majibu haya yanayotolewa hayatolewi tu kichwa, yanatolewa kwa mujibu wa neno la Mungu. Kwa hiyo ikiwa utakuwa na swali lolote, drop your comment, subscribe katika channel hii yetu ya @WilsonKambale 6099 pasipo kuacha nafasi yoyote. Ukiingia pale, that is our YouTube channel, utakutana na mahubiri yetu, mahubiri ya kanisa letu la Kenya Assemblies of God Taita Taveta, sehemu mbalimbali katika Taita hii, Tausa na sehemu tofauti. Tubarikiwa pamoja. Naitwa mchungaji Wilson Kambale. Remember to subscribe ili chochote kipya kinachokuja unakuwa wa kwanza kukiona. Subscribe to our YouTube channel @WilsonKambale 6099. God bless you.